Vipi hali ya mgonjwa? Kwa sasa anaendelea vizuri. Nafikiri baada ya muda mchache mbele atazinduka. Dokta, nakubali sana. Na umekuwa daktari wangu mkubwa sana familia yangu. Tafadhali fanya ufanyavyo, mgonjwa amezinduka. Sawa? Lakini kumbuka, akizinduka tu fanya kile nilichokuambia. Sawa. Mama. Halo? Halo bosi. Mama anatoka povu mdomoni. Kanywa vidonge vya kujiua. Unasemaje? Apumui, sijui amekufa. Mimi naogopa. Dokta, tunavyoongea sasa, andaa vitu vyako, tuondoke nyumbani, kuna matatizo yametokea. Sawa. Vipi dokta? Mwanangu anaendeleaje? Kwa sasa mwanao anaendelea vizuri. Hana shida nyingine yoyote ile. Ila anaonekana ana njaa sana. Kwa hiyo cha msingi ni kumwandalia chakula kizuri cha kutosha, ili akiamka aweze kula. Asante sana. Kuna haja kumpeleka hospitali? Hapana. Kwa jinsi nilivyompima, anaonekana hana shida yote kubwa. Kwa hiyo wewe fuata maelekezo. Nashukuru. Basi sawa. Tafanya kazi, wewe niambia. Sawa. Mwanangu usijali. Utakaa sawa tu. Nakupenda sana baba yako. Na mimi najua siwezi kuishi bila wewe.
Binti yangu, unajua nakupenda. Nimekuletea chakula, inabidi ule upate nguvu, sawa? Hapana baba, sijisikii kula chochote wala kufanya chochote. Naomba tu ubebe vitu vyako utoke. Hapana mwanangu, dokta amesema inabidi ule kwa sababu una njaa, na isitoshe una dawa inabidi umeze na zina nguvu. Tafadhali mwanangu, kula. Kama unataka mimi nile hiki chakula, naomba unipeleke kwa yule kijana. Nikishamuona tu mimi nitakula. Sawa, kwanza kula, nitakupeleka. Endapo kama mimi nitakula hiki chakula, alafu ukashindwa kunitimizia ahadi yako ulionipatia kwamba nitaenda kumuona yule kijana, maamuzi nitakayoyafanya sidhani kama kwa sasa hivi utaweza kunisaidia. Baba, nimeshamaliza. Tunaweza tukaenda. Nimefurahi sana. Sawa, twende. Nahitaji tu wawili tu. Sitaki usikie mazungumzo yetu. Mama, unataka ongea naye nini ambacho mimi hutaki nisikie? Naomba ongea naye nikiwa hapa nisikie. Kama haiwezekani, changanya mbariga zako tuondoke nyumbani. Baba, siwezi kuongea nawe ukiwa hapa. Nataka tu wawili tu. Maana najua ukiwa hapa huyu kijana hata kuwa huru kabisa. Na kama hutaki kutoka nje, sitanyanyua mguu wangu kwenda popote. Nitabaki hapa hapa mpaka utakapoamua kunipatia uhuru wa kuongea naye. Hizi ni ngapi? 2. Namaanisha nakupa dakika 2. Wewe maliza kuongea na huyu mbwa. Vinginevyo utamuongeza matatizo kijana wa watu. Naomba ondoke mbele ya macho yangu. Hivi kwa nini umekuwa sababu ya mimi kupoteza furaha yangu? Kwa nini umekuwa chanzo ya matatizo yangu? Ni kitu gani kikubwa ambacho mimi nimekufanyia? Kwa hiyo
lengo lako wewe kuniona mimi nikiwa napitia kwenye shida, si ndio? Naomba nisikilize kitu kimoja. Haya yote ambayo umenifanyia yanatosha. Angalia, sio kutembea, sio kujua chochote kile ambacho kinachoendelea nje. Yote ni kwa sababu ya kwako wewe. Kama unaona ambao umenifanyia ni sahihi kwako, ipo siku Mwenyezi Mungu na wewe atakupitisha kwenye haya matatizo. Alafu uone kama kinaumiza ama kinafurahisha. Naomba unisamehe sana. Najua nimekuumiza vya kutosha, lakini haya hayakuwa malengo yangu kwako. Naomba nikuahidi kitu. Kwa kuwa mimi nimekuharibia furaha yako, basi nitajitahidi kadri niwezavyo kuirudisha furaha yako. Kwa sasa itakuwa ngumu kuniamini, lakini nipatie muda mchache tu, nitakudhihirisha haya kwa vitendo. Kama mimi nimekuwa sababu ya kupoteza furaha kwako, basi mimi huyu nitafanya juu chini kuwa chanzo cha furaha yako kwenye maisha yako yote ambayo utaishi hapa duniani. Naomba unisikilize wewe binti, sawa? Sihitaji furaha yoyote ile kutoka kwako. Ninachokitaka kuanzia sasa, mwite baba yako anitoe humu ndani anipeleke nyumbani kwangu. Na baada ya hapo mimi na wewe ndio tumemalizana hapo. Shika 50 zako na mimi nishike 50 zangu. Usinitafute wala tusijuane kwa lolote lile. Nafikiri tumeelewana. Najua una hasira sana na mimi. Nitafanya hivyo unavyotaka wewe. Naomba chukua hii namba yangu. Endapo utahitaji msaada wowote ule kutoka kwangu, wewe nipigie simu. Mimi nipo kwa ajili yako, nitakusaidia muda wowote ule ambao utahitaji, hata ikiwa usiku wa manane. Baba! Baba! Baba, kuanzia leo naomba nipatie taarifa zote zinazohusu huyu kijana. Na leo sitaki alale hapa, umpeleke nyumbani kwake. Na alafu kitu kingine, naomba sherehe yangu impeleke mbele mpaka huyu atakapopata uafadhali. Mamu, kwa nini unachukuliaje mimi? Unachukulia fulafula, si ndio? Nakuuliza. Hayo yote nafanya kwa sababu nakuheshimu tu. Ila nakuona unajua wewe ni bora sana kuliko mimi. Si ndio? Sasa nisikize kwa makini. Hilo jambo la sherehe kupelekwa mbele halitowezekana abadan hasran. Na ukitaka nichukue maamuzi magumu, nenda kinyume na ninavyotaka mimi. Hapo ndipo utauona upande wangu wa tatu. Kenge mkubwa wewe wa miguu minne. Bilal fu. Baba, nitafanya yale yote ambayo utaniagiza. Lakini na wewe ni lazima ufanye yale yote ambayo mimi nayahitaji. La sivyo, nitachukua maamuzi magumu kuliko hata yale uliochukua wewe kichwani kwako. Kijana, unaona hiyo sura? Iangalie kwa makini sana. Tayari umeshakuwa kizingiti kubwa sana kwa maisha yangu. Ila kwa sababu unayataka na utayapata. Sina jinsi. Inabidi nikuondoe. Ili iwe funzo kwa maskini wengine kama wewe. Bilal fu. Babangu, unamaanisha nini?
baba mkwe wangu. Karibu sana. Jisikie kama upo nyumbani. Na hapa kuna vyumba vingi sana. Vitakutosha hata kupumzika na binti yangu. Unaweza tu ukakaa hapa. Mamangu, aliyokuambia mimi naweza nikalala kwenye kibanda kama hichi ni nani? Unajua mpaka sasa hivi nashangaa Yaani mnapata wapi ujasiri kulala katika boma kama hili? Yaani kabisa mnapata usingizi. Tena mzuri sana. Lakini tuachane na haya. Kwa hiyo hapa ndo kwani. Ndio, hapa ndo nyumbani. Na si unajua tuna maisha yetu umaskini sana, sio kama nyewe zetu mlojipata. Hakiko maskini. Ni ukilema kabisa. Tena ulemavu wenu nyinyi ni wa macho ambao muone hata mbele. Hivi unajua haya ni mabanda ya kuhifadhia kuku, kondoo, ng'ombe, mbuzi, sometimes hata panya analala huko. Lakini si binadamu kama nyinyi kulala huko. Okay. By the way, nashukuru sana kwa kufahamu. Sawa, basi nikuletea hata maji utoe baraka kwetu. Unajua mtajii kama nyinyi mnakuwa na baraka sana. Kwa hiyo mnahitaji nife kabla siku zangu Yaani nyumba yenyewe hata ieleweki. Mnalala sehemu ambao kondoo analala hapo. Alafu mnataka mnipe maji. Kwa hiyo mnataka mnichukue maji ambao ya mvua yale yamedondoka pale. Mje mninyoshe mimi mniue, si ndio Acheni kucheza na afya za watu. Niwatakia siku njema. Shoga yangu, pesa tunazitaka, lakini kwa dharau hizi hapana. Kwa kweli mtu anadharau kama vile anakunya kwenye mashine. Kweli watu wanadharau, lakini yeye amezidi. Shangazi bwana, matajiri ndo alivyo, inabidi tu wazoee. Unakuwa na madharau sana, ila leo tumeongea mengi sana na nitamshawishi atafute sehemu nzuri ya kwenda kuishi, na maana hata tukatalia shangazi yangu. Sasa hapo ndo umeongea kitu cha maana. Maana sijawahi kuona mtu anadharau kama hizi. Anasema hichi kibanda cha kuku, haya aende kwenye nyumba yake banda la ngamia. Usijai shangazi yangu, mambo madogo tu. Hapo kwanza. Hebu nipe hizo hela kwanza zotoka nazo huko kwa huyo bwana. Shangazi bwana, umeanza tena. Baadaye basi. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjenga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, maoni mwangu mejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Ati kukaa kimya sikupigie. Tusikie mekaa kweli kwenye njia.